Dalili za siku za kupata mimba, jifunze zaidi. Karibu kwenye video yetu ya leo ambapo tutayadili dalili za siku za kupata mimba, maarufu kama siku za ovulation. Najua hili ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa sana kwa wanawake wengi. Na leo tutachunguza kwa undani ili tuweze kuzielewa vizuri zaidi. Kama unavyojua, uelewa wa kina kuhusu miili yetu ni muhimu sana. Hii ni muhimu kwa wanawake wanaopanga kupata mtoto au wanaojiepusha na ujauzito kwa njia ya asili. Kwa kujifunza kuhusu dalili hizi, utakuwa na uwezo wa kutambua kwa urahisi zaidi wakati mwili wako ukiwa tayari kwa ujauzito. Na kama nilivyosema mara nyingi, maarifa ni nguvu. Kwa hiyo, kaa nami tujifunze pamoja kuhusu ishara hizi za ajabu ambazo miili yetu hututumia. Mabadiliko ya ute wa uke ni ishara muhimu. Jamani, mwili wa mwanamke ni kitu cha ajabu sana. Moja ya ishara za kwanza kabisa kwamba unaweza kuwa kwenye siku zako za kupata mimba ni badiliko katika ute wa ukeni, au kama tunavyoita kitaalamu, ute wa cervixi. Sasa najua wengi wetu hatupendi kulizungumzia hili waziwazi, lakini ni muhimu sana kuelewa kinachoendelea. Kabla tu ya ovulation, yaani wakati yai linapotoka kwenye ovari, mwili wako hutoa ute mwingi zaidi. Utaona kuwa ute huu ni mwepesi, unaonyooka, na unaweza kunyooka kati ya vidole vyako bila kukatika, kama yai mbichi. Huu ni mwili wako unajiandaa kupokea mbegu za kiume. Joto la mwili husimulia hadithi. Wapenzi, mwili wetu unazungumza nasi kila wakati, na joto letu la mwili ni kama thermometer ya asili. Baada ya ovulation, joto lako la msingi la mwili, yaani joto lako unapoamka asubuhi kabla ya kufanya chochote, huongezeka kidogo. Sasa, ongezeko hili ni dogo sana, labda nyuzi 0.3 hadi 0.6 Celsius. Lakini kwa kufuatilia joto lako kila siku kwa kutumia kipima joto maalum, unaweza kuanza kuona muundo huo na kutambua wakati ovulation imetokea. Maumivu ya tumbo, Mittelschmerz? Usijali. Wengine wetu, wakati wa ovulation huhisi maumivu mepesi au hali ya kukandamizwa upande mmoja wa chini ya tumbo. Hili linaitwa Mittelschmerz, neno la Kijerumani lenye maana ya maumivu ya katikati. Sasa, si kila mwanamke hupata maumivu haya, na kama unayapata, huenda yasitokee kila mwezi. Lakini kama unahisi maumivu haya, usiogope. Ni ishara nyingine tu kwamba mwili wako unafanya kazi yake vizuri. Kama maumivu ni makali sana au yanaendelea kwa muda mrefu, basi ni vizuri kuonana na daktari wako. Wapenzi, tuseme ukweli, wakati mwingine mwili wetu unajua zaidi kuliko sisi. Wakati wa ovulation, viwango vya homoni katika miili yetu hubadilika, na hii inaweza kusababisha kuongezeka kwa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Huu si uchawi, ni sayansi. Mwili wako unakuambia kwa uwazi kabisa kwamba huu ndio wakati mzuri wa kupata mtoto. Kwa hiyo, usipuuze ishara hii tamu. Baada ya yai kutolewa, homoni zinazoitwa estrogen na progesterone huongezeka katika mwili wako. Homoni hizi huandaa mwili wako kwa uwezekano wa ujauzito, na moja ya athari zao ni mabadiliko katika matiti yako. Unaweza kuona kuwa matiti yako yamekuwa laini, yamejaa zaidi, au hata kuumwa unapoguswa. Hizi ni ishara nzuri kwamba mwili wako unafanya kazi yake vizuri. Sasa, jambo hili la mlango wa kizazi linaweza kuonekana kuwa gumu kidogo, lakini ni rahisi sana. Wakati wa ovulation, mlango wa kizazi, ambao ni mlango wa uzazi ulioko ndani ya uke, hubadilika. Unaweza kugundua kuwa mlango wa kizazi umekuwa juu zaidi, laini, na umefunguka kidogo. Huu ni mwili wako unajiandaa kupokea mbegu za kiume. Kama unajua jinsi ya kujiangalia mlango wa kizazi, hii inaweza kuwa ishara nyingine ya ovulation. Je, wajua kwamba wakati wa ovulation, baadhi ya wanawake hupata hisia kali zaidi? Ndiyo, unasikia vizuri. Unaweza kugundua kuwa unahisi harufu kwa nguvu zaidi, ladha ya chakula imekuwa tamu zaidi, au hata unaona vizuri zaidi. Wanasayansi wanaamini kuwa mabadiliko haya ya homoni ndiyo yanayochangia kuongezeka kwa hisia hizi. Kwa hiyo, kama unahisi kama ulimwengu wako umekuwa wa rangi zaidi na wenye harufu nzuri zaidi, huenda ukawa kwenye siku zako za kupata mimba. Wakati mwingine, wanawake wengine wanaweza kuona matone machache ya damu nyekundu au kahawia wakati wa ovulation. Hii inaitwa spotting, na mara nyingi husababishwa na mabadiliko ya homoni. Kutokwa na damu huku kwa kawaida huwa kidogo sana na huisha yenyewe ndani ya siku 1 au 2. Hata hivyo, kama unatoka damu nyingi au kwa muda mrefu, ni vizuri kuonana na daktari wako.
Asante kwa kutazama video yetu kuhusu dalili za siku za kupata mimba. Natumaini umejifunza kitu kipya leo kuhusu miili yetu ya ajabu. Kumbuka, kila mwanamke ni tofauti, hivyo ni muhimu kufuatilia mwili wako kwa karibu ili kujua dalili zako binafsi. Wakati mwingine, unaweza kupata dalili moja au mbili tu kati ya hizi, wakati mwingine unaweza kupata zote. Jambo la muhimu ni kujua mwili wako na kile kinachokuhusu wewe. Kwa usahihi zaidi, ni vyema kumshirikisha mtaalamu wa afya au kutumia vipimo vinavyotambua ovulesheni. Na kama kawaida, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa maudhui zaidi kama haya. Afya Update.